Ndani ya jina na damu yako iko nguvu Bwana. Ndani ya jina na damu yako iko nguvu Bwana, iponyayo. Na nguvu zako ziko dunia yote, walemavu hutembea. Na nguvu zako ziko dunia yote, na magonjwa yanapona. Pale msalabani uliposulubiwa, ulibeba magonjwa yote. Anazungumza habari za maombi kama mlango wa kutokea. Maombi ni gate la Mungu la kukutoa kwenye mambo magumu. Mungu hakutoi kwa sababu uko kwenye mambo magumu. Mungu anakutoa kwa sababu uko kwenye mambo magumu na umehitaji msaada wake. Maombi ni kuhitaji msaada wa Mungu. Na Mungu haingilii ulimwengu wa mwanadamu kabla mwanadamu hajahitaji msaada wa kiungu. Mbingu inaingilia ulimwengu wa mwanadamu pale mwanadamu anapohitaji msaada wa kiungu. Na kuomba ni kilio cha kuhitaji msaada. Na siku zote Mungu huheshimu kitu kinachoitwa kilio cha mwanadamu duniani, hasa kilio ambacho ndani yake kinaonyesha kuhitaji msaada wa kiungu. Kwa hiyo wakati ukiwa kwenye mambo magumu sio wakati wa kunyamaza, ndio wakati wa kuomba na kuendelea kuomba. Amen. Kwa hiyo Luka 21:36 anasema, basi kesheni nanyi kila wakati mkiomba, ili mpate kutoka katika hayo yote. Mpate kufanya nini? Kutoka. Mwambie mwenzako maombi ni mlango wa kutokea. Anasema basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka na hayo yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Kwa hiyo tunapokesha katika kuomba na kuomba kwa wakati wote juu ya jambo fulani, Mungu anatupa neema ya kutoka katika hayo. Kwa hiyo maombi ni mlango wa kufanya nini? Wa kutokea. Lakini liombee jambo kwa wakati wote mpaka uone umetoka. Anasema kesheni mkiomba kwa wakati wote, mkiomba kila wakati. Kwamba kwa kuomba Bwana anatupa kutoka kwenye yale tuliyoko ndani yake. Amen. Liombee jambo mpaka umeona umetoka ndani. Usiangalie muda ambao umeomba, angalia kutoka. Haleluya. Biblia ituambia wana wa Israeli walilia mbele za Mungu kwa muda gani? Lakini Mungu alimwambia Musa, nimeona mateso, nimesikia kilio chao, na nimeshuka ili niwaokoe. Kwa hiyo kwa kadri unavyoomba kwa muda mrefu juu ya jambo fulani, unatengeneza fursa ya Mungu kukutoa ndani ya jambo hili. Wakati uko kwenye mazingira yanayokuchanganya, usikubali kuchanganyikiwa, dumu kwenye maombi. Ukiona umekutana na jambo gumu, ili lisije likafika mahali likakuchanganya, kaa zaidi upande wa Bwana, maana utaona majibu ya haraka ya kutokea hapo.
Kuna mtu ninaongea naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi yanatengeneza mlango wa kutoka, mlango wa kuokoka na yale yaliyopo. Ndio tukaona kwamba kuna jambo ambalo unaweza ukaomba, lakini nimezungumzia habari za sababu za kupitia mambo magumu. Kama sababu ile iliyosababisha hilo jambo kuwepo ni sababu zile ambazo zinatokana na Mungu kutaka kufanya jambo la kipekee kwako, elewa jambo Mungu atakalokupa ni neema ya kupita kwa ushindi ndani ya jambo hilo. Haleluya. Na tukamwona Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa anauendea msalaba, na namna kwenye kitabu cha Luka alivyokwenda kwenye maombi akaomba, akimwambia Baba, ninaomba kikombe hiki kiniepuke, lakini si mapenzi yangu bali mapenzi yako yafanyike. Kwa sababu ilikuwa ni lazima Yesu apite pale, kitu ambacho mbingu ilifanya, ilituma malaika wamtie nguvu. Kama mahali hapo lazima upite, kitu ambacho Mungu atakupa ni neema ya kupita. Amen. Maombi yanaachilia neema ya Mungu. Kumbuka, hakuna pito lisilochosha, kila pito linachosha. Amen. Na tuliangalia kwenye kitabu cha Isaya kwamba wale wasio ngoja Bwana, yani wasiokaa kwenye maombi, anasema watachoka na kuanguka, bali wale wamngojao Bwana watavikwa nguvu mpya. Biblia inasema kwamba watapiga mbio wala hawatachoka, watatembea kwa miguu wala hawatazimia. Kwa nini? Kumngoja Bwana kunawapa nguvu mpya ya kusonga mbele. Sio kwamba jambo limeondoka, bado lipo, lakini neema ya kuwawezesha kuendelea ni kubwa zaidi. Haleluya. Na neema ikiwa kubwa, tatizo linakuwa dogo. Lazima upate neema inayozidi tatizo, vinginevyo tatizo litakutaabisha. Mmesikia kitu nimeongea? Lazima iweko neema inayozidi nini? Tatizo, vinginevyo tatizo litafanya nini? Litakutaabisha. Ukiona tatizo linakutaabisha sana, ni kwamba neema iliyoko ndani yako ya kulikabili hilo tatizo ni ndogo. Ndivyo Methali 24 mstari wa 10 inavyosema kwamba kuzimia siku ya taabu, nguvu ni chache. Amen. Shida sio taabu, shida ni kiwango cha nguvu kilichoko ndani ya huyo mtu anayekabiliana na hilo jambo. Nguvu ikiwa kubwa kuliko tatizo, unasonga mbele hata kama tatizo bado halijaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana jizatiti sana kimaombi unapoona hali fulani inataka kukukabili. Kinachotokea ukiwa unapita katika hali fulani na usiwe na muda wa kuomba, hiyo hali itakuondoa kwa Bwana. Nimesemaje? Ukiwa na hali fulani na huna muda wa kuomba juu ya hiyo hali unayopitia, mwisho wake itafanya nini? Itakuondoa kwa Bwana. Ibrahim yeye alikuwa anaomba, mke wake alikuwa aombi. Unajua mke wake, moyo wake ndio ulianza kuhama kwa Bwana kabla ya mume wake. Yeye ndio alimshawishi mume wake azae na Ausigel. Haleluya. Sasa wasomaji wa Biblia wanaelewa tatizo hilo lilijirudia tena kwa mtoto wake Isaka, naye alikaa miaka 20 bila kupata mtoto. Alioa akiwa na miaka 40, alipata mtoto akiwa na miaka 60. Ilikuweko miaka 20 ya kimya, lakini Biblia inasema Isaka akamwomba Bwana. Kwa hiyo hakuingia kwenye mtego wa kuanguka, kwa sababu yeye alikaa kwa Bwana kimaombi. Kwa hiyo yale maombi akamjengea stamina ya kwenda mpaka akafikia kile kipindi cha Bwana. Kuna mtu ninaongea naye?
Na hilo tatizo lilikuja likajirudia kwa mjukuu wa Ibrahim anaitwa Yakobo. Yakobo hakuomba na alizaa na mausgeli wawili, Zilpa na Bilha. Kwa hiyo watoto 12 wa Yakobo ni matokeo ya wanawake wanne tofauti. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Mwambie mwenzako, tatizo likikukabili usipoomba litakuondoa kwa Bwana. Linaweza lisikuondoe kwenye wokovu, lakini likakuondoa kwenye mahusiano mazuri na Bwana. Wewe, kuna watu wakipita mahali, wanafika mahali wanavunja urafiki na Mungu, hawataki kuongea tena, hawataki kuomba tena, hawataki hata kwenda kanisani tena. Wanafika mahali wanachoka mpaka wanakaa nyumbani tu. Yaani maana yake wanafika mahali wanaona kama Mungu hana faida tena kwao. Wewe nikwambie, Mungu faida yake sio kukujibu maombi. Mungu ana faida kubwa kuliko kukujibu maombi. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Mwambie mwenzako, omba, maana usipoomba tatizo linaweza likakuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Kwa kadri tatizo linavyochachamaa, na wewe chachamaa kimaombi. Maana ni kama vile mnashindana. Likikushinda linaweza likakulaza hapo chini, likakuondoa katika nafasi fulani. Na ndio maana mtu akipita katika hali fulani na aombe mpaka hilo jambo limwache, kilo za kiroho zimepungua sana. Haleluya. Lakini ukiwa unaomba, badala ya jaribu kupunguza kilo za kiroho, zinakuwa zimeongezeka sana, kiasi ambacho lile jaribu likiondoka linakuacha kwenye viwango vya juu vya kineema. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Wacha tatizo liwe daraja la kupandia, lisiwe jiwe la kukushusha. Amen. Amina. Jambo jingine ambalo tunalipata wakati tukiwa kwenye jambo gumu, kitu kingine unachopata kuona ni kuona vile Mungu anaona juu ya hilo tatizo. Shida ya watu wengi kukata tamaa ni kutokuona vile Mungu anaona ndani ya hilo tatizo. Haleluya. Kuomba kunakupa kuona vema. Mungu alimwambia Yeremia, niite nami nitakuonyesha mambo makubwa pia na mengine ya aina gani magumu. Kwa hiyo kuomba kunakupa kuona picha vile Mungu anaona. Haleluya. Na ukiona vile Mungu anaona, kuna namna hali fulani inatokea ndani yako ya kutokutatizika na tatizo. Haleluya. Ngoja nikwambie, ngoja nikusomee mistari michache kidogo tu. Tazama vile Bwana anatazama. Yaani ona tatizo kwa jicho la Mungu. Amen. Ukiona tatizo kwa jicho lako utakata tamaa. Ukiona tatizo kwa jicho la Mungu unaweza ukaona kitu kikubwa zaidi. Amen. Sasa naomba turudi kwenye kitabu cha Yohana. Unapokaa na Bwana unaelewa kwa nini tatizo lipo, lakini pia inakupa hali fulani moyoni ya kutokutatizika na tatizo. Haleluya. Kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 3. Na ule wa 4. Biblia inasema, basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye
hawezi. Hawa ni maumbu zake, maana yake dada zake huyu kijana. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huu. Haleluya. Dada zake wanatuma taarifa kule waliko nyumbani, wanatuma taarifa kwamba yule umpendaye, yule rafiki yako hawezi, maana yake ni mgonjwa. Wakati Yesu anaongea, dada zake kule hawana taarifa. Nisikie vizuri. Yesu akiongea, dada zake hawapo. Yesu anaongea na wanafunzi wake, anawaeleza wanafunzi wake, anawaambia ule ugonjwa alionao sio wa mauti, ile ni kwa utukufu wa nani? Wa Mungu, ili Mungu aweze kunitukuza mimi, yani aweze kumtukuza Yesu. Okay, hawa hapa wanaelewa lile tatizo kwa nini lilipo. Wale wenye tatizo kula hawaelewi. So unaona picha mbili tofauti. Okay, kati ya hawa ambao tayari Bwana ameshaongea nao kwa nini tatizo lipo, na wala ambao tatizo lipo lakini Bwana hajaongea nao, yupi atachanganyikiwa na tatizo? Wala ambao hawana taarifa kwa nini tatizo lipo. Kwa hiyo wakati familia kule inachanganyikiwa, mitume wanaelewa ni kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo walioelewa kwa nini tatizo lipo ni wale ambao wako jirani na Yesu. Wale ambao wako jirani na Yesu tatizo lipo, lakini hawaelewi kwa nini lipo. Na ndio maana Bwana alipofika akawaambia nataka kuondoa tatizo, walisema sasa ananuka, maana hawajui mpango wa Bwana. Nakwambia ukweli, ukipita kwenye tatizo alafu usikae karibu na Bwana, Bwana akwambia kwa nini tatizo lipo, litakuchanganya lazima. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, kaa karibu na Bwana ili uone tatizo vile Bwana analiona. Wakati wao wanaona msiba, Bwana anaona utukufu wa Bwana, anaona utukufu wa baba yake ndani ya tatizo. Hao wanaona msiba, Bwana haoni msiba, anaiona heshima iliyojificha ndani ya tatizo. Ndio maana Mungu alimuuliza Yeremia, akamwambia unaona nini? Akamwambia naona ufito wa mlozi. Akamwambia umeona vyema. Kuomba kunakupa kuona vyema, kuona vile Mungu anaona. Kuna mtu nimeongea naye, kuna mtu ninaongea naye, na usipoona vile Mungu anaona, lazima tatizo litakuchanganya. Haleluya. Kuna mtu nimeongea naye. Kwa hiyo kuomba, maombi yanakufungua macho, yanakupa ufunuo wa kiungu ndani ya tatizo, ili kulielewa tatizo kwa picha ya Mungu. Unajua unaweza ukalielewa tatizo kwa picha yako, lakini kulielewa tatizo kwa picha ya Mungu ni hekima zaidi. Amen. Amen. Moja linakupa wepesi wa kulitatua kama ni la kutatua, au kama sio la kutatua linakupa kusonga mbele mpaka majira yaliyoamriwa ya mabadiliko yatokee. Haleluya. Ndio maana ni vizuri sana kama kuna tatizo ambalo linakabili watu wawili, au watu wawili wote wawe na nia ya kuomba. Kwa sababu mmoja akiomba, yule ambaye haombi atamtesa huyu anayeomba. Kwa sababu huyu anayeomba ana majibu ya Mungu, yule asiyeomba hana majibu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuko kwenye hicho kipengele cha maombi. Maombi ni moja ya jambo la muhimu sana. Kabisa. Kwa sababu kuomba ni kutambua kwamba mbingu ndizo zinazotawala na kutenda katika mazingira
ya binadamu. Haleluya. Muombaji ni kama anaelewa kwamba mbingu ndizo zinazotawala na kutenda katika mazingira ya mwanadamu, na kwamba mbingu haziwezi kuja mpaka mtu ameomba. Narudia tena, mbingu ndizo zinazotawala na kutenda katika mazingira ya mwanadamu, lakini haziwezi kutawala wala kutenda bila maombi. Kwa hiyo maombi ni kutambua umuhimu wa mbingu katika mazingira ya mwanadamu. Wewe nikwambie, kama uelewe umuhimu wa mtu, huwezi kumtafuta. Hivi kuna mtu inaongea naye. Siku zote ukiona jambo fulani limekukabili, halafu unamtafuta mtu fulani, maana yake unaelewa umuhimu wa huyo mtu kwenye hilo jambo linalokukabili. Hivi kuna mtu ninaongea naye. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Wazazi wanaelewa, ukipeleka mtoto shule akapata tatizo la ada au tatizo la mahitaji, atapiga simu wapi? Kwa mama au kwa baba. Kwa nini? Anaelewa umuhimu wako katika maisha yake. Jambo lolote tunapokutana nalo tukaomba, maana yake tunamwambia Mungu tunajua umuhimu wako kwenye mazingira ya maisha yetu, tunaelewa umuhimu wako. Mungu asifiwe. Na ndio maana mbingu imeweka wazi kabisa, kama ni msomaji wa Biblia, anasema msijisumbue kwa jambo lolote, ila kwa kila jambo kwa kuomba na kushukuru haja zenu zijulikane mbinguni kwanza. Kwa nini? Mbingu inataka itende kwenye mazingira yote ya mwanadamu, lakini hakuna namna mbingu itaingia mazingira ya mwanadamu bila mwanadamu kuhitaji mbingu kuja. Haleluya. Okay, ngoja nikupe mstari michache. Hebu Mungu amimini roho ya maombi. Haleluya. Nikwambia ukweli, mwana wa Mungu, kama kuna kitu kwa wakati huu kanisa linahitaji kupita kipindi kingine chochote, ni roho ya maombi. Nawaambia wana wa Mungu, mahali kanisa linaenda kupita hapa mbele, naomba nisiseme asema Bwana wa majeshi, lakini watu wasiojua namna ya kukaa na Mungu hapa mbele, baadhi ya watu wengi watachoka. Utanielewa kesho. Umesikia kitu nimesema? Utanielewa lini? Utanielewa kesho. Kuna saa Mungu akiongea sasa, utamuelewa sasa. Utamuelewa wakati ukifika. Na ndio maana mara nyingi Yesu alikuwa anawaambia nimewaonya mbele, ili akitokea mjue. Kuna vitu Mungu anaongeaga mbele, lakini tunahitaji misuli ya maombi kupita tunavyoweza kuomba siku za nyuma. Kwa kadri tunavyosonga mbele, kanisa linahitaji maombi ya viwango vya juu. Amen. 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 Karibia na Yesu kurudi, maana Yesu amekaribia kuliko mhubiri yoyote anavyoweza kuhubiri. Yaani hakuna ulimi wa kuhubiri kwa sasa wa kuonyesha Yesu amekaribia kiasi gani wanadamu wakaelewa. Maana tutaendelea tu kusema Yesu amekaribia, hatuna lugha nyingine zaidi ya kusema Yesu amekaribia. Lakini nafikiri ule mshale wa kule mbinguni zimebaki dakika za Bwana kushuka kuja kutuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Na tunahitaji muda wa kujiweka sawa sana kimaombi sana kwa sasa. Amen. Okay, ngoja nikupe mifano michache kwamba mbingu ndio
kutawala katika mazingira ya mwanadamu. Lakini mbingu haiwezi kuja ikafunua utawala wake kama hakuna muombaji. Amen. Kuomba ni kutambua utawala wa Mungu katika mazingira. Kitabu cha Danieli sura ya 4 mstari wa 17. Utawala wa Mungu unafunuliwa kwa kiwango cha maombi. Kitabu cha Danieli sura ile ya 4 mstari wa 17. Unajua uelewi nafasi ya maombi na nafasi ya maombaji. Ninakwambia ukweli, tungeelewa nafasi ya maombi na nafasi ya maombaji, watu wangepunguza masaa ya kulala, wangeyawekeza kwenye maombi. Amen. Yaani ungelipa eneo la maombi kipaumbele cha kutosha. Maombi ni zaidi ya tunavyoweza kufikiri. Ukipita kwenye Biblia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, unajua unaweza kusoma Biblia kama jicho la Roho Mtakatifu lisipokwenda na wewe, unaweza usivione vitu fulani ambavyo viko kwenye Biblia kwa kiwango cha Mungu kuona. Na ndio maana mwandishi wa Zaburi alimwambia Mungu, yatie macho yangu nuru ili niweze kuona maajabu yaliyomo katika sheria yako. Alijua sheria ya Mungu imebeba maajabu ambayo yanahitaji macho ya kiungu ili kuona. Ukisoma Biblia na macho ya kiroho yaliyofunga, huwezi kuona kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kitabu cha Daniel ile sura ya 4 mstari wa 17 anasema, hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii ni neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa amtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho Danieli aliongea ambacho natamani ukione kwa sura ile ambayo Danieli aliiona. Anasema ili ulimwengu upate kujua, ili wanadamu wapate kujua kwamba ufalme wa Mungu ndio unaotawala katika ufalme wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu Danieli alitaka kijulikane. Tarudia tena mstari. Anasema hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai, yani wanadamu, wapate kujua ya kuwa aliye juu, yani Mungu, anatawala katika ufalme wa wanadamu. Haleluya. Mungu anatawala katika ufalme upi? Wa wanadamu. Sasa nataka niweke ili eneo la maombi katika mstari ambao utaona namna ambavyo muombaji asipokuwepo, utawala wa Mungu haupo katika utawala wa wanadamu. Mungu alipoumba alimuumba mwanadamu ili atawale katika ulimwengu. Ngoja tusome mahali. Kuna kitu nataka tuone hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Mwanzo. Haleluya. Mungu akupe kuelewa umuhimu wa kuomba. Usipoomba Mungu anakaa kimya hata kama tatizo lipo.
hawezi kuingia kwenye utawala wa mwanadamu bila maombi. Kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 26 hadi ule wa 28. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Hao watu wakafanya nini? Wakatawale. Sio tukatawale nayo. Wao wafanye nini? Wakatawale. Kwa lugha nyingine, dunia ni territory ambayo Mungu alimkabidhi mwanadamu kisheria. Anayetakiwa atawale sio Mungu, ni mwanadamu. Kwa hiyo hakuna namna Mungu ataingilia utawala huu kikanuni. Nasikia kitu nimesema? Hakuna namna kikanuni, kulingana na kanuni alizojiwekea Mungu, kulingana na sheria za kiutawala alizoziweka Mungu mwenyewe. Hakuna namna anaweza akavuka mpaka kuingia kwenye utawala wa Adam. Maana Mungu wakati akikabidhi utawala hakujijumlishia na yeye, alisema hawa wakatawale. Maana ni sehemu ambayo sisi hatutahusika, watakaohusika ni wao. Wakatawale. Haleluya. Sasa kwa sababu ameshasema hawa ndio watawala wa upande huo, hakuna namna Mungu anaweza akaingilia ule utawala bila ridhaa ya huyu sasa aliyepewa kutawala. Ngoja nikwambie, baba akishamkabidhi kijana unyumba, akamkabidhi nyumba, akamkabidhi mamlaka ya kwamba sasa umeoa, una nyumbani kwako. Hata kama ile nyumba ni yeye amejenga, hata kama mahari yote na harusi yote ni yeye amesababisha kijana akaoa, hakuna namna baba mwenye hekima ataenda kuingilia taratibu za kijana wake mpaka kijana wake amemwambia, baba nina jambo nataka uje utusaidie hapa nyumbani. Kwa heshima baba atakuja kwa kuitwa. Baba hajaitwa, ni baba asiye na hekima tu atakayeingilia utaratibu wa nyumba ya kijana bila ridhaa ya kijana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu Mungu alipokuwa akiumba utawala wa kidunia, alimkabidhi Adam bila yeye kujihusisha kwamba ataingilia huo utawala. Hakuna namna Mungu atakanyaga kwenye utawala wa Adam kama Adam hajataka ridhaa, yani Mungu hajapata ridhaa ya Adam kuja. Ili Mungu aje duniani, lazima ridhaa ya Adam iwepo. Lazima Adam aonyeshe kwamba Mungu tunakutaka. Ngoja nikwambie, ukiona Mungu amekuja bila ridhaa ya mwanadamu, amekuja kwa hasira. Nimesemaje? Wakati Mungu anapokuja bila ridhaa ya mwanadamu ni saa amekasirika. Saa amekasirika huwa asubiriki mwanadamu amkaribishe. Maana anajua mwanadamu hawezi kumkaribisha aje achape. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Saa ya kuja kutandika huwa anakuja, lakini pia huwa akija lazima atoe taarifa kwamba nataka kuja kuchapa. Alipotaka kuipiga Ninawi ilibidi aongee na Yona. Alipotaka kuipiga Sodoma na Gomora ilibidi aongee na Ibrahim. Lazima ule mpaka alioweka kwamba nimemkabidhi mwanadamu utawala, hakuna namna Mungu atakuja hata kama amekuja kwa hasira ya kupiga, lazima awasiliane na mtu. Haleluya. Sasa Mungu akikanyaga dunia, anasubiri mwanadamu nini ataongea. Mwanadamu akiwa kimya, lazima hasira yake itende kile ambacho amekusudia. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Kuna kanuni Mungu alijiwekea za kiutaratibu, ambazo hizo kanuni zinamfanya mwanadamu awe na sehemu kubwa sana ya ridhaa yake, ndipo mbingu ifanye kazi huko. Bila ridhaa ya mwanadamu, mbingu haina cha kufanya duniani. Na maombi ni ridhaa ya mbingu kuja kwenye utawala wa mwanadamu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Ezekieli, nataka nikupe mistari michache. Nimekwambia Mungu akishuka
bila ridhaa ya mwanadamu, anashuka ili aje atandike. Sasa akitaka kutandika mwanadamu akubali asikubali, atatandika tu. Labda atokee atakaye kuwa kuhani wa kuwatetea. Ezekieli sura ya 22. Tunatafuta umuhimu wa maombi. Umuhimu wa maombi. Mungu haingilii kati jambo lolote duniani ambalo halijaombewa. Naweza tukasema Mungu anajua, anaelewa shida zote hizi. Anaelewa kweli, lakini hawezi kuziingilia. Alishamkabidhi mwanadamu utawala ambao hawezi kuingilia bila ridhaa yake. Lazima ridhaa ya mwanadamu iwepo. Kitabu kile cha Ezekieli 22 mstari wa 30 na 31. Anasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Anasema, kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Mungu alikuja ili atandike. Na Mungu kabla hajatandika huwa anatafuta kama kuna msemaji wa dunia mbinguni. Akikosa msemaji, hana kingine, hana chaguo jingine zaidi ya kupiga. Yaani kwambie, ukiona Mungu amepiga, si kwa sababu amekasirika, hajapata mtu wa kumbembeleza. Nimesemaje? Yaani si tu kwa sababu amekasirika. Okay, anaweza akakasirika, lakini akipata mtu wa kubembeleza moyo wake, anaweza akagairi. Sasa hapo anasema, nikaona nchi imekaa vibaya, nikatafuta mtu wa kusimama mbele zangu, ambaye huyo mtu ninamuona kama mjenzi mahali palipobomoka. Anasema sikumuona. Anasema nilipoona hakuna mtu, ghadhabu yangu nikaimwaga, nikawateketeza kwa moto wa hasira yangu. Kwa lugha nyingine anasema, kilichofanya nipige si tu hasira nilionayo, ni kukosa mtu wa kunituliza hasira nilionayo. Haleluya. Kama jambo ambalo linaleta ugumu limebeba hasira ya Mungu, muombaji anaweza akaituliza hasira na lile jambo gumu likaondoka. Umesikia kitu nimesema? Umesikia kitu nimesema? Ninawi Mungu alikasirikia na akasema, ninaenda kuifuta chini ya uso wa nchi. Wale watu waliomba na kufunga. Walipoomba, unajua maombi yalibadilisha ile hali iliyokuwepo. Hali inaweza ikawa mbaya, lakini muombaji anaweza akaibadilisha. Neema amepewa mtu anayeomba. Shida sio hali mbaya. Shida kuna mtu wa kusimama ili hali mbaya iondoke. Hali mbaya inaweza ikawekwa kila mahali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukirudi pale kwa Danieli. Danieli, mbingu inaongea. Nasema hili ni agizo la walinzi. Hili ni neno la watakatifu. Ili walio hai wapate kujua kwamba aliye juu anatawala katika milki ya mwanadamu au ya wanadamu. Kuna kitu kilitokea, na matokeo ya kile kitu ni utawala wa Mungu kujifunua. Sema ni utawala wa Mungu kujifunua. Unajua nilikwambia, utawala wa Mungu ukijifunua, unaweza ukajifunua kwa mema au kwa mabaya. Unaweza ukajifunua kwa mambo mawili. Usifikiri utawala wa Mungu kujifunua ni kwa mema peke yake. Unaweza ukajifunua kwa mabaya, lakini pia unajifunua kwa mema. Bwana Yesu asifiwe. Nebukadneza kupelekwa porini kwenda kula majani ni utawala wa Mungu ulijifunua katika utawala wa Mungu ulijifunua ndani ya utawala wa mwanadamu. Ule utawala ulipojifunua, ulijifunua kwa namna ya kuleta hasira. Lakini inaonekana kilicholeta ule utawala kufanya kile kilichofanyika ni walinzi na ni neno la watakatifu.
Maana yake kuna watu walipeleka maneno yao mbinguni kwa ajili ya Nebukadneza. Aisee, usiombewe. Mwambie mwenzako usiombe mtu akakuombea vibaya. Walinzi kibibilia ni waombaji. Isaya 62 mstari wa 6 na wa 7 anasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, watu ambao hawatanyamaza usiku wala mchana. Anasema enyi wenye kumkumbusha Bwana. Kwa hiyo wale walinzi ni watu ambao wanaongea kule mbinguni juu ya ahadi za Yerusalemu, lakini Mungu anawaita walinzi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inaposema hili ni agizo la walinzi, maana yake ni agizo la waombaji kwamba Nebukadneza apelekwe porini. Nani analeta utambulisho wa utawala wa Mungu kuonekana mahali? Ni muombaji. Ili walio hai wajue utawala wa Mungu ndio unaotawala katika utawala wa wanadamu. Lakini nani aliyowaleta? Ni walinzi. Aliyeleta ule utawala kwenye milki ya Nebukadneza ni waombaji. Ni agizo la walinzi, ni neno la watakatifu. Kwa lugha nyingine, utawala wa Mungu hauwezi kujifunua mahali kama hakuna maombi yameombwa. Lazima yaweko maombi yanayoombwa ili utawala wa Mungu uweze kujifunua ndani ya utawala wa wanadamu. Kwa sababu utawala wa Mungu hauko kwenye utawala wa wanadamu saa zote, na unakuwepo saa tu ambapo wanadamu wameuhitaji. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Okay, tusome kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 6. Ukiona mbingu imefanya kazi mahali, kuna mtu ameiruhusu ije hata kama haonekani. Kuomba ni kufungulia utawala, ni kufungulia ufalme wa Mungu uje kwenye uso wa ufalme wa mwanadamu, ili uweze kufanya kazi kihalali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona vitu vya ufalme wa Mungu vinachelewa kutendeka duniani, elewa wanaochelewesha ni wanadamu wenyewe, sio mbingu. Kwa kadri mbingu inavyopokea maombi, ndivyo mbingu inavyopata uhalali wa kiutendaji katika utawala wa mwanadamu. Nje ya hapo, mbingu haina uhalali sana wa kufanya vitu vyake duniani. Haleluya. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 6. Hebu Mungu ainue viwango vyetu vya kuomba kwa kweli. Kama kuna kizazi kinamtaka Mungu kupita maelezo, ni kizazi chetu. Nakwambia ukweli, tangu kanisa liitwe kanisa duniani, hakuna kanisa litakalo kwenda kupita kwenye vita ngumu kama kanisa la mwisho. Yaani sisi hapa tutaenda kushuhudia vitu ambavyo vingine havijawahi tendeka, kwa sababu wakati huu tunakabiliana uso kwa uso na ile siri ya kuasi, roho ya mpinga Kristo. Ni uso kwa uso na kanisa kwa sasa, uso kwa uso. Wakati ule ilikuwa inafanya kazi mafichoni, saa hii ni dhahiri. Kuna mtu ninaongea naye, kuna mtu naongea naye. Kitabu cha Mathayo anasema, Mathayo 6:9 na 10, kuomba ni kutambua kwamba ufalme wa Mungu ndio unao tenda kazi katika ufalme wa mwanadamu, na kwamba hauwezi kuja kutenda bila maombi.
Biblia inasema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama pale mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yanaleta kwanza kitu kinaitwa nini? Ufalme wa Mungu. Kutimizwa kwa mapenzi maana yake ni utendaji wa ufalme. Ufalme wowote ukishakuja una kazi za kufanya. Amen. Hakuna ufalme unakaa mahali kama hauna kitu unafanya. Kwa hiyo si kazi zinatangulia, ni ufalme unatangulia. Sio mapenzi ya ufalme wa Mungu yanatangulia, ni ufalme wa Mungu unatangulia. Ufalme wa Mungu ukishakaa mahali, kazi za ufalme lazima zionekane. Hivi moja nikuulize, kipi kinatangulia? Ni nyumba inatangulia kujengwa au ni mtu kununua eneo? Okay. Lile eneo likishanunuliwa maana yake ni ufalme wa ule mtu umeingia pale. Na dalili kwamba hili eneo sasa sio la huyu, ni la huyu, utaona kazi za yule mwenye eneo zikiendeleshwa bado. Maana yake anafunua mapenzi yake ya kununua eneo, ni kujenga nyumba za kupanga, ni kujenga nyumba ya kuishi, ni kujenga labda petrol station. Yeye ndo anafunua mapenzi yake. Sasa kile kinachojengwa pale ni kama anafunua mapenzi yake kwenye eneo, kwamba mimi ndiye mmiliki wa eneo na mapenzi yangu kwenye eneo ni kinachofanya sasa. Kazi za Mungu zinafunua mapenzi ya Mungu baada ya ufalme wa Mungu kuingia mahali. Kwa lugha nyingine, ukiona kazi za Mungu hazionekani mahali, elewa ufalme wake haujafika bado. Okay. Ngoja nikwambie, akija mwekezaji na akawekeza labda kwenye eneo la madini, akawekeza kwenye eneo la kilimo, lile eneo analokabidhiwa linakuwa lake kihalali kimkataba mpaka muda waliopangiwa huo umeisha. Hivi kuna mtu naongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Na ukweli lile eneo akishapangiwa kwamba hili eneo ni la kwake kulingana na ukubwa wa eneo atakalopangiwa, akishalimiliki kihalali kupitia yule aliyempa, na hawezi kumiliki kihalali mpaka apewe na Mtanzania. Hamiliki kihalali kutoka kule kwao, anamiliki kihalali kutoka kwa Tanzania. Lazima uweko mkataba kati ya Tanzania na mwekezaji mgeni anayekuja kuwekeza. Akishaingia mkataba wa Tanzania, lile eneo linakuwa la kwake kisheria. Na likishakuwa la kwake kisheria, anafanya kile alichokusudia kufanya ndani ya lile eneo, kuwekeza alichotaka kuwekeza. Sasa kile tunachokiona ndio mapenzi yake. Kama mapenzi yake sasa ni kulima, yeye ndio ataamua alime nyanya, yeye ndio ataamua alime mahindi, yeye ndio ataamua alime maua, yeye ndio ataamua alime nini. Kila anachofanya ndani ya lile eneo ndio mapenzi yake. Lakini sio kwamba anatangulia kupanda, anatangulia kumiliki. Kwa hiyo ufalme unatangulia, kazi za ufalme zinafuata. Ukiona Mungu haonekani mahali, elewa ufalme wake ni kama hujafika kwanza. Na hujafika kwa sababu kiwango cha maombi cha kuuleta huo ufalme hakijaombwa. Ipo na mtu naongea naye? Kuna mtu naongea naye? Kuna mtu naongea naye? Sema maombi ni kutambua kwamba ufalme wa Mungu unatakiwa utawale ufalme wa mwanadamu. Na ufalme wa Mungu kishaingia, mapenzi ya ufalme yataanza kuonekana. Unajua yule mwekezaji mawazo ya kuwekeza hawazi akiwa Tanzania. Anawaza akiwa wapi? Kwenye nchi yake. Yaani akiwa kwenye nchi yake ameshaandaa project anayokuja kuifanya Tanzania. Kwa hiyo kila anachofanya ni kama anatamiza mapenzi yake Tanzania sawasawa na alivyokuwa amepanga akiwa aidha Marekani au nchi nyingine. Na Biblia inasema ufalme wa Mungu ukishaonekana,
Sasa mapenzi ya Mungu yanatendeka kama Mungu alivyowaza pale mbinguni. Yale mawazo, ile project Mungu aliyowaza pale mbinguni, ndio utaiona ikifanyika hapa duniani baada ya ufalme wa Mungu kupata nafasi. Wewe nikwambie, Mungu ana project nyingi sana za kufanya, lakini Mungu hana maeneo rasmi aliyokabidhiwa kufanyia hizo project. Ana project za uponyaji, ana project za ukombozi, ana project za kuokoa roho za watu, lakini hawezi kufanya hizo project mpaka mwanadamu amehusika. Na jambo la kwanza linalofanya Mungu afanye hivyo vitu, lazima aweko mtu ameomba. Yesu aliongea na wanafunzi wake, akasema mavuno ni mengi, watendakazi okay. Mungu anaona kabisa mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Alafu anasema muombeni Bwana wa mavuno. Kwa nini tumuombe wakati anaona mavuno ni ya kuvuna? Mungu anaona kabisa kuna project ya kufanya huko, kuna kitu cha kufanya, lakini anasema nimejilimit, nimejiwekea sheria, nimejiwekea kanuni ambazo haziniruhusu kufanya kwa mwanadamu mpaka mwanadamu ameomba. Wewe anawaambia muombeni Baba awapeleke watendakazi. Kazi ni ya kwake, na anaona kabisa hii kazi inahitaji watendakazi. Kwa nini aombe ndio apeleke? Ukiona mguu wa Mungu duniani, kuna mtu ameuleta. Yaani Mungu hawezi kanyaga hii dunia kama hajaruhusiwa. Haleluya. Unaweza kuona eneo la muhimu la maombi lilivyo la muhimu katika Mungu kutatua jambo lolote duniani. Liwe gumu, liwe zuri, liwe baya, Mungu hawezi kufanya kabla maombi hayajamfuatilia. Maombi yanampa Mungu uhalali. Juzi nilisema maombi ni working permit ya kumpa Mungu kufanya kazi katikati ya utawala wa mwanadamu. Wewe nenda saa hii kafanya kazi hapo Kenya, wakati una working permit utafanya kwa kujificha, lakini wakikukamata, nenda nchi yoyote unaweza kuitaja duniani ambayo sio Tanzania, nenda kafanye kazi, nenda kafanye biashara. Wewe hujasikia kuna kipindi wa China walikamatwa huko wanafanya biashara wakati hawana working permit za kufanya? Kwa nini walikamatwa? Hawana vibali halali vya kufanya. Mtu anaweza akawa na kibali cha kukaa nchini, lakini sio kibali cha kufanya kazi. Kuna kibali cha kuja nchini na kuna kibali cha kufanya kazi nchini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi yanampa Mungu kibali cha kuja, lakini pia yanampa na kibali cha kufanya kazi. Ukiona Mungu anafanya kazi, maana ana working permit amepewa. Kuna muombaji amempa working permit, anasema niko hapa kisheria, niko hapa kihalali, ninafanya nikiwa na uhalali wote. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako maombi ni ya muhimu sana ili Mungu afanye kazi hapa duniani. Yaani ungemuuliza Mungu leo anataka kufanya nini duniani, ukae naye kikao, angekwambia kuna mambo nimeshachelewa kufanya. Ukimuuliza kwa nini, atakwambia sina working permit inayoitwa maombi. Sina. Ninaumia sana nikiona watu wangu wako vile walivyo. Sina working permit ya kwenda kuwatembelea. Sina visa. Nisema maombi ni nini? Ni visa. Nasema kwa kweli sijaona mtu aliyenigongea visa. Anasema natamani kuwatembelea. Yaani nina kiu sana nikawatembelea. Nimekosa mtu wa kugonga tu visa yangu. Natamani kuikanyaga Arusha. Nani anigongee visa ya Arusha? Maana kila eneo Mungu anataka mtu ambaye atasema njoo, mapenzi yako yatendeke hapa kama pale mbinguni, njoo. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke, njoo. Atakayegonga tu ile visa ya Mungu, ile visa tu kwamba njoo. Sasa kuna watu wanagonga visa ya Mungu imejaa, yaani kama Mungu anakuaga na passport, visa yake imejaa watu wa kila akisoma visa ni ya fulani, ni eneo fulani. Utaona hilo eneo Mungu anafanya kazi kupindukia. Maana amegongewa sana kwamba njoo tunakutaka njoo. Sasa mbona Mungu yuko mtaa fulani kuliko mtaa mwingine? Hilo eneo limeshamgongea visa ya kwenda hapo. Wewe nikwambie Mungu hawezi kuja nayo si kama tusipogonga visa ya kuja nayo. Lazima iweko
iweko muhuri wa visa iliyoandikwa nayo, tunaugonga kwenye passport ya Mungu. Mungu njoo nayo. Halafu akasema Mungu sio kwamba tu tunakuomba uje, tunakupa na working permit, njoo ufanye kazi. Mapenzi yako yatimizwe kama yalivyo pale mbinguni. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Maombi ni leseni ya Mungu kuendeshea vitu duniani, ni leseni. Wewe kwambie, uwezi endesha gari barabarani kihalali bila leseni. Uwezi endesha biashara kihalali wazi kama huna leseni ya TRA. Haleluya. Haleluya. Kuomba ni kumpa Mungu leseni ya kuendeshea vitu vyake hapa duniani. Mungu aliweka utawala, mwanadamu ndo atawale dunia. Ili aje huko afanye chochote, anasubiri ridhaa, anasubiri leseni. Pewe leseni ya kuja kufanya shughuli huko. Haleluya. Elewa, tawala zote za kiroho na za kimwili zinaendeshwa na kitu kinachoitwa sheria, amri na kanuni. Umesikia kitu nimesema? Ulimwengu wote, iwe ni wa kiroho, iwe ni ulimwengu wetu wa asili, unaendeshwa na kitu kinaitwa nini? Sheria, amri na kanuni. Hata kama ni makabila, yana vitu ambavyo wameweka kama kanuni zao. Ukizivunja yani hakuna utawala ambao hauna utaratibu unaoongoza huo utawala. Haleluya. Kwa hiyo utaratibu Mungu aliojiwekea juu ya utawala wake kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa mwili, ndio unamfunga Mungu kufanya kazi zake hapa duniani bila maombi. Umemfunga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Tusome kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mungu hana uhalali. Mungu ondoa basi, alafu najua unasema ondoa dakika 2 alafu unaenda kulala. Aondoi. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati wa Pili sura ya 7. Mstari wa 12 mpaka wa 14. Juu ya kuondoa hali ngumu kwenye mazingira ya mwanadamu. Hali yoyote ngumu inayokabili mazingira yanayoitwa ya mwanadamu yanaondolewa kwa njia ya maombi. Yanamfanya Mungu aje. Maombi ni kumtaka Mungu na mapenzi yake na kazi zake, kwa lugha nyingine, zidhihirishwe kwenye mamlaka ya mwanadamu. Bwana akamtokea Sulemani usiku, akamwambia, nimesikia ulioyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu. Angalia sasa, nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Anasema akifunga mvua,
akiachilia nzige, akiachilia magonjwa ya kuambukiza, tauni, angeishia tu hapo, tusingekuwa na sababu ya kuomba. Lakini anasema hayo mambo yatakapotokea kwenye mazingira ya mwanadamu, hali ngumu ya uchumi, maana yake mvua imezuiliwa, hali ya magonjwa, maana yake mwili umeshambuliwa, hali ya wadudu kushambulia mazao wakati wa kipindi cha mazao kama tunavyokiendea sasa cha kupanda. Anasema watakapoona hivyo vitu vimetokea kwenye mazingira yao, alafu anasema hao walioitwa kwa jina lake wakajinyenyekesha na kufanya nini? Na kuomba, ili yale mambo yaondoke. Lazima awepo mtu kufanya nini? Wa kuomba. Na maombi yanategemea kwamba hicho kitu unachokiombea kimesababishwa na hali gani. Anaposema wakijinyenyekesha na kuomba na kuziungama na kuziacha njia zao mbaya, anasema atasamehe. Maana yake kuna hali ambayo inaruhusiwa kwa sababu kuna dhambi imetendeka. Siku zote ufalme wa Mungu, ili uingie kwenye ufalme wa mwanadamu, ufalme wa Mungu unatenda katika haki. Unatenda katika nini? Ndio maana siku zote ukitaka kuuita ufalme wa Mungu, anasema tubuni, kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Maana yake toba ni mlango wa ufalme wa Mungu kuingia mahali. Ufalme wa Mungu hauwezi kuja kwenye ufalme wa mwanadamu baada ya mwanadamu kukosea bila toba. Kwa hiyo toba inafungua mlango wa ufalme wa Mungu kuingia mahali. Na ufalme wa Mungu ukiingia, lazima kazi za ufalme zionekane. Anasema mtakapokuwa mmeomba na kutubu, mimi nitasamehe. Alafu anasema nitakachofanya, kazi atakayofanya, nitaiponya hiyo nchi. Uponyaji maana yake Mungu ameingia kazini. Haleluya. Lakini angalia, ili Mungu aponye lazima muombaji awepo. Kweli Mungu anaweza akaona hali ni mbaya ya nchi, anaweza akaona magonjwa katikati ya wanadamu. Mungu hawezi kuja kuponya tu kwa sababu wanadamu ni wagonjwa. Lazima awe amepewa working permit, lazima awe amepewa leseni, lazima awe amegongewa visa kwamba Mungu njoo katikati ya wanadamu, ponya magonjwa yaliyopo, ondoa hali ngumu iliyopo, ondoa hiki kitu ambacho kinatusumbua. Lazima muombaji awe ameomba. Muombaji hajaomba, hali itabaki ilivyo na Mungu atabaki alivyo. Unajua Mungu aondolee cheo chake kwa sababu hajatatua tatizo, tabaki kwa Mungu hata kama tatizo bado lipo. Hivi kuna mtu naongea naye? Na usifikirie Mungu asipotatua matatizo ya dunia atakaa amesho kwenye kiti chake. Atabaki kwenye kiti chake kama Mungu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nachotaka nikuonyeshe ni kwamba Mungu hawajibiki kwenye ulimwengu wa mwanadamu kabla mwanadamu hajamtaka aje. Hawezi kuwajibika. Kwa hiyo nchi inaweza ikawa kwenye hali ngumu sana, nchi inaweza ikapita pagumu sana. Kama saa hii nchi yetu inatakiwa kuombewa. Nikwambia ukweli, Tanzania ili tuvuke tunakovuka sasa inahitaji maombi ya kina. Sio yale maombi ya kurashia tu, Mungu nainua Tanzania, Mungu naomba Tanzania ukairehemu. Inahitaji maombi ya kina kuivusha Tanzania mahali ilipo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Na tukinyamaza kimya, okay, siseme hapa, lakini mwenye hekima anajua kwamba Tanzania inahitaji maombi. Amen. Amen. Kuna mambo Mungu hawezi kuingilia kwenye nchi kama kanisa halijaomba. Kuna mambo Mungu hawezi ingilia kwenye katikati ya jamii yanayosumbua jamii kama hakuna muombaji. Viwa vijeshi wakivamia, unajua tukiona viwa vijeshi saa nyingine tunasema unajua viwa vijeshi ni unajua tu ni hali ya mwaka huu. Wadudu tu wamejitokeza. Hawajitokezi bila sababu wale. Hivi kuna mtu naongea naye? Kipindi cha Amos aliona viwa vijeshi wanataka kuvamia nchi kwenye ulimwengu wa roho.
akakaa kwenye maombi akamwambia Mungu, samehe Israeli ni mdogo, atasimamaje? Mungu akasema viwavi jeshi sitawaleta tena. Kwa hiyo alimuonyesha viwavi jeshi kwamba watakuja kabla hawajaja. Kwa hiyo ukiona viwavi jeshi wamekuja, saa nyingine ni kama Mungu anataka kuiadhibu nchi kwa namna fulani. Muombaji tu ndiye anaweza akashika mkono wa Mungu, mkono wa Mungu ukatulia, usiendelee kuharibu. Kuna mtu ninaongea naye, msalimie jirani yako, mwambie hali yako mbaya haiombi kwa sababu hii hali mbaya ipo, inaondoka kwa sababu umeiombea. Hayo kuna watu wanawafikiri tu tukikohoa tu Mungu anataka ashuki. Ni kweli anataka ashuki, lakini ashuki bila kuambiwa. Mungu anatamani angeondoa mateso yote duniani kulingana na anavyompenda mwanadamu, hasipotaka mwanadamu aumie. Ukitaka kuelewa Mungu akutaka mwanadamu aumie, ilibidi Mungu aje avae mwili ili aondoe magonjwa. Na unajua kanuni ya kuondoa magonjwa, ilibidi kwanza apigwe. Hakuna kitu Yesu alitendewa ambacho hakikuwa na maana kwa jinsi ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Yesu angeenda tu msalabani akagongewa misumari pale, kuna vitu visingeondoka kwenye maisha ya mwanadamu. Ilibidi zile fimbo ziingie mwilini ili kwa kupigwa kwake tupone. Kwa hiyo zile fimbo alizopigwa zilikuwa na makusudi ya kuuponya mwili wa mwanadamu, kuondolea mwili wa mwanadamu magonjwa. Wewe fikiria Mungu anakuja avae mwili, akubali achapwe na mwanadamu. Lengo ni kutengeneza dawa ya mateso ya mwili wa mwanadamu. Ni upendo wa zaidi gani tunautazamia? Sasa unaweza kuona namna ambavyo Mungu angekuwa na ridha yake, angekusanya magonjwa yote duniani yaondoke. Kama aliweza kuvaa mwili akachapwa ili aondoe magonjwa, basi Mungu atamani mwanadamu yote aumwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini wanadamu ni wagonjwa? Mwambie mwenzako Mungu hajapata working permit ya kutosha kuja kufanya kazi. Yaani kiwango cha maombi kinachoombwa ili Mungu aweze kuingilia territory ya mwanadamu. Mungu pamoja na mwanae kupigwa bado akaandaa mazingira ya karama za uponyaji na karama za miujiza, lengo tu kutatua matatizo katikati ya jamii. Afanye nini tena? Ni sisi ndio tunatakiwa tufanye sehemu yetu ili tuachilie sehemu ya Mungu. Sehemu yetu ikiwa kimya, sehemu ya Mungu na yenyewe inafanya nini? Inakuwa kimya. Ndio maana akawaambia msiwe na kimya wala msimwache akae kimya. Maana yake ukimya wetu ni ukimya wa Mungu. Unajua Mungu alitaka kubariki tangu juzi. Huo ugonjwa ulionao unajua Mungu alitaka akuponye tangu mwaka jana. Mtazame jirani yako, mwambie yaelewe haya. Sifikiri Mungu ataondoa tu tatizo kwa sababu ni mtoto wake, aliondoe. Ukiona ameliondoa kabla hujaomba, elewa kuna mtu ameinuliwa akakuombea hata kama umjui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sheria inayoongoza ufalme wa Mungu, kwamba ili awajibike duniani lazima mwanadamu aombe. Okay, naomba tukamalizie kwenye mstari huu. Kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Maombi ni ya muhimu sana 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 wakati jambo likiwa limekaa vibaya. Ni kuipa mbingu kibali cha kuingilia hilo tatizo na kulitatua. Kumbuka Mungu alitaka wana wa Israeli watoke Misri baada ya miaka mingapi? 400. Walipochelewa kuomba walitoka baada ya miaka mingapi? 430. Kwa hiyo kutokuomba mapema kuna kuchelewesha kutoka kwenye tatizo.
Danieli kwa kuvisoma vitabu aligundua muda wao wa kukaa Babeli ni miaka 70. Alipojua muda wao wa kutoka umefika, alisimama muda ule ule. Mbingu ilimjibu au haikumjibu? Ilimjibu. Msalimie mwenzako, mwambie kutokuwa serious na tatizo ni kufanya tatizo liweko kwa muda mrefu. Unapoliombea tatizo serious, unafanya mbingu ije kwa wakati kulitatua. Mbingu inafanya kazi kwa wakati, lakini duniani wakati unaweza ukapita kwa sababu hakuweko mtu wa kuisababisha mbingu ije kwa ule muda uliotaka. Wasomaji wa Biblia wanaelewa. Yesu alipotakiwa azaliwe, ilibidi mjane mmoja akamatwe akae hekaluni na Simoni wakae. Yule mama alihama nyumbani akahamia hekaluni. Yeye anaomba, amekamatwa anaomba. Simoni katika kuomba ndio Mungu akamfunulia kwa nini anaomba. Akamwambia utaomba mpaka yule anayetakiwa aje ndio nitakuondoa. Maana yake amekwambia nimekuweka kwenye zamu ya kuomba mpaka Yesu azaliwe ndio utakufa. Na Simoni Yesu alipozaliwa tu, ile siku ya 8 anapelekwa hekaluni, wa kwanza kumpokea ni yule aliyekuwa anaomba. Akasema sasa Bwana waweza kumruhusu mtumwa wako, maana ameuona ule wokovu wa Israeli uliokuwa umemwambia. Asingesema hivyo kama Bwana alikuwa hajamwambia kwamba kuna wokovu nataka kuuleta, na nyie naana nimewatenga muombe mpaka hicho kitu kizaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi wale watu wanaoombea sana jambo, Mungu anaongea nao kwa karibu sana juu ya hilo jambo. Kwa sababu Simoni ndo alikuwa kwenye zamu ya maombi, ilibidi awe wa kwanza kupata alipata taarifa za mapema. Alipata taarifa za mapema kwamba kile ulichokuwa unakiombea kakipokea hekaluni kimeshakuja. Yule uliokuwa unaomba tayari ameshafika. Na akamwambia Bwana, sasa uliniambia sintakufa mpaka nimuone, sasa waweza kumruhusu masihi wako akapumzike. Kwa lugha nyingine anasema hivi, kazi ulioniletea duniani ilikuwa ni ya kuomba kwa ajili ya huyu. Maadamu nimeshamuona, kazi yangu imeisha ya kuishi. Watu wengine hawajui kwamba Mungu amewaleta duniani, kazi yao ni maombi. Mimi nikwambie, kama vile Mungu anamleta mtu fulani kuhubiri, mtu mwingine analetwa kufundisha, mtu mwingine analetwa kuwa nabii, na kwambia kuna watu huku duniani Mungu amewaleta, amewapanda kwa roho ya maombi. Wao kazi yao ni kuomba. Mungu hata wauliza shauri lingine, atawauliza mliomba? Na wakiomba, wakimaliza muda wao, wanaweza kwa karipoti akasema Mungu, sasa waweza kumruhusu masihi wako akapumzike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu amekupa neema ya kuomba, kaa kwenye huo mraba kwa uaminifu, una heshima yake. Amina. Ngoja tukamalizia hapo kwenye hicho kitabu cha Wathesalonike. Roho ya neema na maombi na ije juu ya mtu mmoja kwa kweli. Roho ya neema na maombi Bwana Yesu ilete. Inua jeshi kubwa la maombi katikati yetu. Laiti kanisa lote lingekuwa na moyo wa kuomba kwa masaa ya kutosha, tungepeleka ufalme wa Mungu kwa kasi pia ya kutosha. Mstari wa 17 ni kamstari kadogo lakini kamuhimu sana. Anasema hivi, ombeni bila kukoma. Ni mstari mzima umeishi hivi. Hebu soma, ombeni bila kukoma. Rudia tena, ombeni bila kukoma. Sema tena kwa sauti, ombeni bila kukoma. Kwa nini mbingu kwa Roho wake Mtakatifu kupitia Paulo waliandika hilo neno ombeni bila kukoma? Ngoja nikupe siri. Maombi ndio yanayoendesha kila kitu cha ufalme wa Mungu duniani. Mwisho wa maombi ndio mwisho wa ufalme wa Mungu kufanya kazi.
Sikiliza. Ukiomba, utakapokoma kuomba, na ufalme wa Mungu unakoma hapo kufanya. Maombi kibibilia ni kama generator. Sema ni kama generator. Generator ukiliwasha litafanya kazi mpaka saa utakapokwenda kufanya nini? Kulizima. Ukilizima, kazi zote zitasimama kwa sababu generator limefanya nini? Limezima. Lakini muda wote linawaka, kazi zote zitaendelea kawaida kwa sababu generator liko kazini. Kwa hiyo maombi ni generator la kuendeshea vitu vyote vya kimungu. Saa hilo unaposema amina, maana yake unazima generator. Alo, miaka kidogo ya nyuma, Mungu alikuwa ananishirikisha namna vita vya kiroho vinavyopigana na namna malaika wanavyotokea kwenye vile vita kwenye ulimwengu wa roho. Ilikuwa eneo fulani linaitwa West Kilimanjaro, Sanya Juu, kwa kwenda huko juu. Mungu akatupa kuomba maombi fulani kwa ajili ya eneo. Unajua, niliona kitu cha ajabu. Malaika wanapelekwa na maombi. Tukiomba wanaenda speed, wanafanya kazi. Malaika wana speed kama ya sauti. Yaani ukiomba wale malaika wanatokea speed. Wengine wamepanda farasi, wameshika upanga, speed. Tukisema amina, wanafreeze pale pale. Wanasubiri kama tutaendelea kuomba waendelee na kazi. Tukisema tumemaliza maombi, wanarudi. Kinachofanya warudi kwenye nafasi zao mbinguni ni sisi kusema amina. Maana yake sisi ndio tunaowafanya wawajibike. Maana wao hawana leseni ya kuendeshea kazi kwenye ulimwengu huu. Hawana working permit ya kufanyia kazi kama hatujawapa sisi. Sisi ndio tunasema malaika njoni. Kwa hiyo wakija wanafanya kazi kwa kiwango cha maombi yetu. Tukiomba lisaa, watafanya kazi lisaa. Tukiomba dakika 10, watafanya kazi dakika 10. Tukisema amin, wanarudi mahali pao mpaka tuombe tena. Kwa hiyo kuanzia hapo niliona umuhimu wa kuomba. Wewe nikwambie, Ibrahim alipomuombea yule mfanyakazi wake ili akatafute mke wa Isaka kule kwao, alimwambia hivi, yule Mungu ni muabudue atampeleka malaika wake mbele yako akaifanikishe njia yako. Unajua yale maombi maana yake yalimpeleka malaika pamoja na yule mfanyakazi wa Ibrahim. Na yule malaika kwa sababu amepelekwa kwa kazi maalum, ilibidi azuie wasichana wote wasije kuchota maji isipokuwa Rebeka. Na ukitaka kuelewa yule malaika ndio alifanya kazi. Yule malaika alisubiri yule mtu ataomba nini ili akafanya kwa Rebeka. Kwa sababu yule mfanyakazi wa Ibrahim mahali pale wasichana wanachoteaga maji kwenye kisima, akasema Bwana, yule msichana atakayekuja wa kwanza nikamwambia naomba maji ninyi, akisema nitakupa na ngamia wako, awe ndiye mke wa Bwana. Unaona maombi hivi? Rebeka angekuja alafu asitoe maji, Bwana Yesu asifiwe. Naelewa yale kufanikiwa kupatikana kwa Rebeka, ilibidi Ibrahim aombe, lakini ilibidi na huyu mfanyakazi naye aombe. Kilichofanikisha ile safari ya kumpata yule mwanamke ni maombi ya Ibrahim na maombi ya mfanyakazi wake. Aliombewa wakati akienda, lakini naye alipofika kwenye mazingira fulani ikabidi aombe. Maana mbingu haiwezi kutembea na wewe bila maombi. Hivi kuna mtu naongea naye? Kwenye Yeremia anasema kwa maombi nitawaongoza katika njia iwapasayo, katika njia hiyo hamtajikwaa. Kwa hiyo maombi yanaleta uongozi wa Mungu juu ya jambo lolote lile. Kuna mtu ninaongea naye? Kwa hiyo sasa yule mfanyakazi alipoomba, mbingu ikabidi iingilie kati, sasa imlete msichana sahihi. Kumbe wewe unajua ufalme wa Mungu anasema mke mwema mtu upewa na Bwana, anakupaje? Anakupaje? Wewe nikwambie, kabla wewe hujapeleka barua ya posa, malaika ameshafika.
Mshenga wa kwanza wa kijana ni malaika kabla ya mshenga mwanaume. Kijana mwenzake kufika pale, malaika ameshafika pale, anasema haise, wewe ndio unahitajika kule. Na kitu wao wanafanya, wakati wakimuotesha kijana ndoto, watamuotesha na huyu, ili akija asiwe mbishi. Najua kuna saa kuna dada wanarusha mateke. Haleluya. Mara nyingi Mungu anapotaka kukutanisha watu wawili ambao hawafahamiani, huwa anawapa nafasi ya wote wawili kupata ufunuo. Alipotaka Anania akamwombee Paulo ili aone, ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Mungu wakati akiongea na Anania aende kwa Paulo, Paulo anamuona mtu anaitwa Anania anamuombea. Hivi wasomaji wa Biblia wanaelewa kitu naongea? Kwa hiyo ilibidi wote wawili wawe na nini? Na ufunuo. Wakati Mungu anamwambia Kornelio, nenda katafute huyu mtu aitwaye Simoni Petro, yuko kwa Simoni mtengeneza ngozi. Wakati Petro, wale malaika, wale watu wanataka kumfikia, ilibidi Mungu aandae maono. Mungu anaongea naye kwenye maono, akamshushia kitambaa cha wanyama ambao Kiisraeli hawaliwi. Ikabidi Mungu amsete kwanza huyu jamaa, maana anajua huyu jamaa asingeenda. Mungu hawezi kukutanisha watu wawili bila kuwaseti. Kwa hiyo Petro anasema, mimi Bwana silagi hivi vitu. Silagi hivi vitu ni najisi. Bwana akasema, vilivyotakaswa na Bwana usiviite najisi. Unajua anatoka tu kwenye yale maono, anaanza kutafakari maono. Bwana anawaleta wale watu, wanagonga mlangoni. Alafu Roho wa Mungu anawaambia hivi, wako watu watatu wanagonga mlangoni, ni mimi nimewatuma, nenda nao. Ubishi ukaishia hapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yale maombi ya mfanyakazi wa Ibrahim ndio yalienda akamwandaa kule msichana kule. Na msichana anakuja ameandaliwa, utafikiri amesomeshwa. Anamwambia, naomba maji ninyi. Anasema, na ngamia wako nitawachotea. Kama vile aliwekwa kikao, alafu yale maneno aliomba mtumishi wa Mungu yakahamishiwa ndani yake. Jambo la Mungu limenyooka hivi. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Sema maombi. Kwa hiyo ukiliombea jambo la Mungu, Biblia inasema kwamba yatupasa kumuomba Mungu siku zote. Naomba bila kukoma. Mwisho wa kuomba ni mwisho wa Mungu kufanya. Mwambie mwenzako, kuacha kuomba ni kuzima generator ya kuendeshea kazi. Kuomba ni kuongezea generator mafuta ili iendelee kunguruma. Amen. Kwa kadri unavyoomba, maana yake unaiwekea generator mafuta ili isizime mpaka kile kitu ambacho generator linafanya liwe limemaliza. Kikiisha inaweza ikazima, maana haina kazi tena. Omba mpaka kazi imefika mahali inapotakiwa kufika. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu nimeongea naye? Mwambie mwenzako, Mungu haingilii matatizo kwa sababu matatizo yapo. Mungu anaingilia tatizo kwa sababu ameomba kuingilia tatizo. Kabla hujahitaji msaada wa Mungu, tatizo litakuwepo, litaendelea kukutaabisha na Mungu hawezi kuliingilia. Ukiona Mungu ameliingilia, kuna mtu mwingine ameomba. Ninaomba tusimame. Leo tunaenda kumuomba Bwana atupe roho ya neema na kuomba. Haleluya. Tamani kuomba na kuomba na kuomba. Nikwambie ukweli, heri ukose muda wa kulala lakini upate muda wa kuomba. Heri ukose muda wa kutembelea rafiki yako lakini upate muda wa kuomba. Amen. Amina. Uthaminishe muda wako wa kuomba kwa uthamani unaweza kuuthaminisha muda wako mwingine wote wa kufanya vile vitu vya muhimu kwenye maisha yako.
Haleluya. Roho ya neema na maombi Bwana akairuhusu juu yako kwa dakika chache hizi. Oh, haleluya. Moyo wangu wazi, moyo wangu wazi, niko hapa, aniguse Bwana. Oh, moyo wangu wazi. Sema Bwana Yesu, nimeelewa umuhimu wa nafasi ya maombi katika maisha yangu. Ninatamani nikae mbele zako masaa na masaa, ili kusababisha wewe kufanya makusudi yako duniani, katika maisha yangu na maisha ya wengine, na katika taifa langu, na ndani ya kanisa lako, na ndani ya watumishi wako. Mimi ni mtu wa muhimu mbele zako. Umenipa heshima hii, lakini bila neema ya kuomba siwezi kuomba muda mwingi, siwezi kuomba muda wa kutosha. Nina ubinadamu ndani yangu ambao una tabia ya kuchoka. Niinue kwa roho neema na maombi, sawa sawa na neno lako kwenye kitabu cha Zakaria sura ya 12 mstari wa 14. Umesema utawamwagia watu wako roho ya neema na maombi. Nimwagie roho ya neema na maombi Bwana. Nimwagie roho ya neema na maombi Bwana. Mruhusu Roho yako Mtakatifu ainue kiwango changu cha kuomba, aniatamie kwa wingu la maombi. Niombe usiku na mchana bila kuchoka. Jenga ndani yangu shauku, weka ndani yangu kiu kubwa ya kuniwezesha kuomba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu nifunike kwa wingu la maombi. Ninajua unaomba, lakini unatakiwa kuomba na kuomba, na uwezi kuomba peke yako bila neema ya Mungu. Maombi ni uwanja wa vita, ndio maana ukitaka kuomba unashangaa kuna uzito unakupata. Roho Bwana aje juu yako akusaidie. Roho Mtakatifu aje juu yako akupe roho ya neema na kuomba, akuwekee kiu, akuwekee uwezo, akuwekee tayari, akuvishe viatu vya maombi katika jina la Yesu. Hebu nena mbele za Bwana, mwambie Bwana niwezeshe kuomba masaa mengi. Rabo shika baba. Hebu tamka mbele za Bwana, uwe connected na mbingu sahihi. Roho Bwana aje juu yako akuwezeshe. Roho Bwana aje ndani yako aamshe kiu ya kuomba, aweke utayari wa kuomba, aweke mzigo wa kuomba, aweke. Muombaji ni mtatua matatizo duniani kupitia Mungu. Yeye anatatua kupitia mkono wa Mungu. Ni mleta mkono wa Mungu ili kutatua matatizo katikati ya jamii ya wanadamu. Marama shekerebo, marama shekerebo, marama shekerebo, marama shekerebo. Baba mshahara maombi, Baba mshahara maombi, Baba mshahara maombi, Baba mshahara maombi, Baba mshahara maombi. Na yule aliyekuwa amechoka, aliyekuwa amesomea, ninaomba Bwana. Yes. Aliyekuwa ameacha kuomba, aliyekuwa amepunguza kuomba, amshamaliza kuomba tena.
Malarabo shekeraba. Baba, achilia neema ya maombi. Baba, achilia neema ya maombi. Baba, achilia neema ya maombi. Baba, rufua maombi ndani ya kanisa lako. Baba, inua viwango vya maombi. Inua viwango vya maombi. Watu tayari wakuomba. Wavishe yale mavazi ya maombi. Wakili na shauku ya kuomba ndani yetu. Baba, ongeza juu ya kuomba. Baba, ongeza mzigo ndani yetu ya kuomba. Baba, weka neema ndani yetu ya kuomba. Hivi ndio zama kashani mwapa. Maana ni zama za uwepo. Ni zama za kanisa kupita kwenye ushindani. Ni zama za kanisa kupita kwenye vita vya kiroho vya viwango ambavyo bila maombi Baba tutalemewa sana. Ninaomba neema ya maombi ndani ya watoto wako Bwana, wanaosikia mahali hapa sahi neno hili. Lithibitishe neno lako, achilia roho ya neema na maombi. Derere kararama yanda. Bwana akukumbatie kwa roho ya neema na maombi. Bwana akukumbatie kwa roho ya neema na maombi. Bwana akukumbatie kwa wingu la maombi. Bwana akukumbatie kwa nguvu za maombi. Lile generator la maombi lisizime ndani yako. Bwana washe hilo generator bila kuzima. Rababababa. Maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Mungu atayabadilisha kwa kadri unavyoomba na kutafuta uso wake na kuyatafuta mapenzi yake. Bwana akupe kuomba bila kukoma. Bwana akupe kuomba bila kunyamaza. Usiku na mchana. Kiu ya kuomba. Iripa shakakaka. Bwana. Bwana. Tunyeshe mvua ya maombi. Weka ndani yetu cheni ya maombi ya kuomba usiku na mchana. Marabobo yanda raba yanda. Bwana akupe maombi kuwa chaguo lako la muhimu. Bwana akupe maombi kuwa chaguo lako la maisha. Muombaji wakati wengine wanaweuka kwa sababu ya shida, Bwana huwa anaandaa mazingira ya kumtunza. Merebereba yanda. Makata karaka mandiko. Mekakaramanda. Mekereketa. Rabakando, remasaka, rando, makati kande, repende, rabando koke, rendako, ramade, rekekeki, moramanda rako, motekeke, ramando, makokeke, randikoko, rondoko, makokiki karapapa, endeke rebo, motoko robo, mandaka, makorobo kondeke.
Bwana tunyeshe roho ya maombi. Bwana tunyeshe roho ya maombi. Maombi ni generator la kuendeshea vitu vya kiungu duniani. Ni leseni ya Mungu kufanyia kazi. Ni working permit. Ni visa ya Mungu kuja duniani ili afanye kazi. Inampa Mungu kuvuka mipaka ili atende kazi hapa duniani. Bwana atuwezeshe kuomba ili maajabu ya Mungu yaonekane kupitia maisha yetu. Baba, asante kwa roho ya neema na maombi. Hallelujah. 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 Bwana asante, Bwana asante. Bwana asante. Bwana asante. Bwana asante. Bwana aweke kiu ya kuomba ukifika nyumbani kwako. Kasikie kuomba masaa na masaa. Na Baba, ninaomba nyumba za kwetu zikawe madhabahu yako. Ule uzito ulioko kwenye nyumba zetu tukifika ili tushindwe kuomba. Baba, ninaomba malaika zako wakashuke kwenye miji ya kwetu. Baba, miji ya kwetu ikafanyike madhabahu yako. Mahala ambapo uwepo wako pia unatembea ili kutoa wepesi wa kuomba. Shika sadaka yako tukamshukuru Bwana. Ni kwa kuruhusu tuonane tena kesho, Mungu akipenda. Endelea kuiombea semina, endelea kuniombea na mimi, kumfundisha mfululizo wiki 3 au wiki 4, na kila siku uwe na jambo jipya la kuongea. Lazima neema ya Mungu iwe juu yako. Bila neema ya Mungu huwezi. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa siku ya leo. Tukiwa tumeanza wiki la 3 la safari ya semina, naomba Bwana neema yako ikaendelee kwa juu yetu. Wabariki watoto wako wanapokwenda kutoa sadaka. Wabariki na usiwapungukie. Pia Baba, ninaomba tutangulie katika miji yetu. Maana yako ikafunike miji yetu Bwana. Ukawe ukuta wa moto kuzingira miji tulikotokea. Wema wako na fadhili zako zikaonekane katika maisha yetu yote. Baba, asante, maana utawapeleka malaika mbele yetu watakao tuondolea kila kitu kibaya, na watalinda miguu yetu, hatutajikwaa kwenye jiwe. Bwana, asante kwa ajili ya siku ya kesho ambayo utatupa tena neema ya kuja kupokea yale uliyokusudia, katika jina la Yesu Kristo na tuseme amen. Karibu ukimaliza kutoa, Mungu akutangulie. Ndani ya jina na damu yako iko nguvu Bwana. Ndani ya jina na damu yako iko nguvu Bwana, iponyayo. Na nguvu zako ziko dunia yote, walemavu hutembea. Na nguvu zako ziko dunia yote, na magonjwa yanapona. Pale msalabani uliposulubiwa.